Habari Tanzania, jina langu ni Frank Deus Samson kutoka taasisi ya vijana ya Hope for Youth Development inayopatikana mkoani Mwanza. Katika jamii zetu, vijana wanakabiliwa na changamoto mbalimbali za afya ya uzazi, ikiwa ni pamoja na mimba zisizotarajiwa, maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama vile ukimwi, utoaji mimba usio salama, changamoto za afya ya hedhi pamoja na hofu ya kutafuta huduma hizi za afya. Changamoto hizi hazitokani na ukosefu wa uhitaji wa huduma, bali zinatokana na ukosefu wa taarifa sahihi na huduma za afya ya uzazi zilizo rafiki kwa vijana. Sisi kama taasisi ya Hope for Youth Development tunaamini kuwa afya ya uzazi pamoja na haki zake si upendeleo, bali ni haki ya kila kijana. Tunafanya kazi kwa karibu zaidi na vijana, taasisi za elimu, watoa huduma wa afya, viongozi wa jamii na wadau mbalimbali ili kuimarisha huduma za afya ya uzazi zilizo rafiki kwa vijana. Kupitia makala hii tunaleta pamoja sauti za mabingwa vijana, wataalamu wa afya, taasisi na viongozi wa jamii ili kuonesha uhalisia wa afya ya uzazi kwa vijana. Makala hii itaangazia huduma zinazopatikana, changamoto zilizopo na suluhisho la pamoja linalohitajika katika kujenga maisha yenye afya bora kwa jamii zetu, hasa kwa vijana. Karibuni sana. Naitwa Moses Masembo, ni mwanafunzi wa chuo cha usimamizi wa fedha kampasi ya Mwanza. Mimi ni kijana na kama kijana tunakutana na changamoto nyingi sana, ikiwemo utoaji mimba usio salama, lakini pia tunakumbwa na changamoto ya maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi, lakini pia kama vijana tunakumbwa na changamoto za mimba zisizotarajiwa. So kwa kifupi ni kwamba tunakutana na changamoto nyingi sana. Afya ya uzazi kwa wasichana ni hali ya msichana kuwa na uwezo wa kuishi maisha yenye afya na furaha bila kuwa na changamoto yoyote inayohusiana na uzazi. Afya ya uzazi kwa msichana inajumuisha vitu vifuatavyo. Cha kwanza ni mzunguko wa hedhi ambao ni salama na ni wa kawaida. Cha pili ni hali ya msichana kujitambua na kujiamini ambapo atakuwa na uwezo wa kuchagua njia ya uzazi wa mpango ambao ni salama na sahihi kwake. Pia afya ya uzazi kwa msichana inahusisha uwezo wa msichana kuzaa au kushika ujauzito na pia kuzuia mimba ambazo hazijatarajiwa. Katika swala la afya ya uzazi, changamoto kubwa tulionayo ni kuhusu elimu kwa wazazi. Mara nyingi wazazi wamekuwa hawana elimu sahihi ya afya ya uzazi, ambavyo matokeo yake inasababisha watoto wao kudumbukia katika mazingira magumu ya maambukizi ya ukimwi, mimba za utotoni, magonjwa yasiyoambukizwa na vitu mbalimbali. Lakini chanzo kikubwa ni wazazi kutokuwa na taarifa sahihi. Kwa majina naitwa Dr. Miriam Elias. Mimi ni daktari ambaye nimejikita kwenye kitengo cha huduma rafiki kwa vijana. Nikisema huduma rafiki kwa vijana namaanisha rafiki kweli kweli, yani kwa maana ya sisi katika kutoa huduma rafiki kwa vijana tumejikita kuwa marafiki na vijana ili tuweze kupata changamoto walizonazo, lakini sisi pia kama wataalamu kushare nao namna ya kuzitatua. Kwa katika huduma zetu rafiki, kwanza mazingira yetu sisi yapo katika mazingira ya usiri, yani kiasi kwamba mtu anaweza kaongea chochote na kikatunzwa hapo, lakini pia yapo sehemu ya urafiki, yani ambao tunaweza tukakaa tukaongea in friendly, yani sisi nikisema urafiki na maanisha yani kwa uhuru zaidi. Hatuangalie umri wala nini. Tunachoangalia sisi ni kusikiza shida yako ili tuweze kukusaidia. Pia katika huduma yetu rafiki sisi tumejikita kusaidia vijana sana sana kwa sababu vijana ndio taifa la kesho, lakini pia wengi tumeona wakiwa wanakutana na changamoto wanashindwa kutatua kwa sababu ya kuficha. Kwa hiyo sisi tumeweka mazingira ambayo wawe huru waseme kila kitu tuweze kuwasaidia. Katika huduma hizo rafiki tumejihusisha na vitu kama vinne. Cha kwanza tunatoa elimu ya afya katika jamii, yani katika mazingira haya labda ya ukuaji, kwa mfano labda nikisema adolescence au ukuaji na upevukaji kwa vijana, tunatoa elimu kwa sababu kuna changamoto ambazo vijana wengi wanapitia. Kwa mfano katika umri barehe labda kuna hali wanasikia vijana ndani ya miili yao. Kwa mfano wanatamani labda kufanya tendo la ndoa. Sasa kwa umri wao inawezekana sio sahihi, lakini kwa sababu mwili unahitaji naye hajapata elimu ya kutosha, anaenda kuwahi kufanya kile kitu, matokeo yake kusababisha kwa mfano kwa mtoto wa kike kupata mimba zisizotarajiwa, lakini pia matokeo yake anaenda kutoa ile mimba kwa sababu hakuitarajia
na ameipata bila yeye kuwa tayari. Kwa sasa kupitia huduma rafiki tunatoa elimu vizuri, namna waishi vipi katika umri huo na wafanye nini na kila kinachofanyika kwenye umri wao. Lakini pia kuna vipimo mbalimbali ambavyo tunafanya. Kwa mfano, tunapima maambukizi ya virusi vya ukimwi, pia tunapima magonjwa ya zinaa, lakini pia sasa tumejikita kupima pia mfumo wa chakula. Kwa sababu tumekuta vijana wengi especially miaka kuanzia 16 mpaka hapo 25 wengi wana upungufu wa damu kwa sababu ya kuwa anakula mlo ambao sio kamili na ambao hauna virutubisho vya kutosha. Kwa sasa hivi pia tunapima wingi wa damu, lakini pia tunaangalia kuna kitu kinaitwa BMI ambao tunaangalia uzito, urefu na umri. Kwa tunamsaidia mtu kwa umri wako, urefu wako, unatakiwa ule chakula aina hii na kile. Lakini pia tunashauri kuhusu uzazi wa mpango ambao uko kwenye njia hizo mbili, njia ya muda mrefu na njia ya muda mfupi. Sisi katika huduma zetu hatukushauri sisi kwamba lazima ufanye tunayoitaka, lakini tunakufundisha njia zote. Wewe ndio tunakupa sasa uhuru wako wa kuchagua, kwa sababu kila njia tutakufafanulia hii na madhara haya na faida hii na hii. Wewe ndio utachagua, tutaenda na wewe unavyokwenda. Majina yangu ni Daktari Jacinta Mutokiawa, ni mtaalamu wa afya ya uzazi. Tunapozungumza juu ya afya ya uzazi, inamaanisha ukamilifu wa mwanadamu kimwili, kiakili, kimahusiano na katika masuala yote yanayohusiana na mfumo wa uzazi na utendaji kazi wake. Hii ikiwa ni pamoja na uwezo wa kuzaa na kuzalisha kwa muda mwafaka. Furaha huanzia nyumbani. Na nyumbani ndiko ambako ni taasisi ya awali ya elimu, na mwalimu mkuu katika taasisi hiyo ni mzazi ama mlezi wa watoto na vijana. Vijana wetu ili baadaye waweze kukanyaga katika nyayo zetu na kusimama wakiwa watu wazima, wasimamizi wa familia, wazazi, viongozi, walezi wa taifa na waleta maendeleo, wanahitaji kupata taarifa sahihi na za kujitosheleza zinazohusiana na afya zao, malezi yao, makuzi yao, changamoto na namna watakavyoweza kukabiliana nazo ili wavuke katika mto huu wa mamba. Kwa kawaida, mtoto anapokuwa akafika hatua ya kuingia ujana, huyaona mabadiliko mengi. Na mabadiliko haya yanashtusha kwa sababu pengine hakuwahi kuwa na ndevu, hakuwahi kuona matiti ni makubwa, hakuwahi kuona ametanuka misuli, pamoja na mabadiliko mengine, hakuwahi kuona damu ya hedhi kuvunja ungo. Ni nani anatakiwa kumpa taarifa hizo? Ni mzazi. Na hapo ndipo tunaposema huduma rafiki inaanzia nyumbani. Je, mzazi anapatikana kwa wakati kujibu maswali ya kijana? Je, mzazi yuko tayari kujibu maswali hayo? Je, mzazi yuko karibu katika mawasiliano na kumfanya kijana huyu aweze basi kufungua moyo wake na kupata taarifa sahihi kutoka kwa mzazi? Uhalisia unaonyesha kwamba katika familia nyingi ni taasisi ambazo hazitoi taarifa sahihi na hazitoi huduma rafiki. Mtoto ama kijana ana hoja yake, ana dukuduku lake, anatamani amwambie mzazi kwa wakati, labda ni Jumanne, lakini mzazi atampata Jumamosi na pengine si katika hali ya utulivu na muda wa kutosha kumsikiliza, na wakati mwingine hata maswali yake ambayo anayaona kama nyeti hayatajibiwa kwa usahihi, anabaki kuambiwa haya si kwa wakati wako. Kwa hiyo huduma rafiki ni lazima ianzie nyumbani, na mahusiano na mawasiliano mazuri lazima yaanzie nyumbani, ili baada ya hapo huyu mzazi sasa amuelekeze kijana kupata huduma rafiki na ambazo ni sahihi. Lakini jamii yetu kwa ujumla ina mtazamo hasi na ina taarifa ambazo si sahihi kuhusiana na huduma rafiki, hasa katika vituo vya afya vya kutolea huduma. Watu wengi katika jamii na watu wazima wameamini ya kwamba huduma zozote za kiafya, tukiondoa tu kupata malaria na labda minyoo, masuala mengine yanayohusiana na uzazi, mfumo wa uzazi, magonjwa, masuala ya kujamiiana, masuala ya kihisia, huduma zinazohusiana na uzazi wa mpango, wameamini kwamba ni kwa ajili ya watu wazima wanandoa, tena ambao wanandoa halali. Kwa imani hiyo imewafanya vijana warudi nyuma na kuona kwamba huduma zile si za kwao, hawazihitaji.
na hiyo imepelekea vijana wengi wakapata athari nyingi za kiafya, na hasa katika afya ya uzazi, kwa sababu hawajui pa kwenda. Kule wameambiwa ni kwa ajili ya watu wazima, ni kwa ajili ya wanandoa ambao pia ni ndoa halali. Ukweli ni upi sasa? Kweli ni kwamba huduma rafiki za afya ya uzazi zinapatikana katika vituo vyote vya kutolea huduma za afya, kwa maana ya kwamba zinapatikana kwa urahisi, zinafikika kwa urahisi, gharama yake ni nafuu, lakini pia watoa huduma wamepewa mafunzo, wameandaliwa kwa ajili ya kuwapokea vijana katika hali ya kirafiki, ambako watawawezesha kufungua mioyo yao, kuuliza maswali, kutaka kupata huduma, lakini pia kujieleza hata kama yako masuala nyeti ambayo katika jamii yanachukuliwa kwamba ni nyeti, hata wazazi wasingeweza kuyagusa. Na huduma hizi tunaposema huduma rafiki kwa ujumla, kijana ana haki ya kupata elimu, habari, ushauri na huduma zinazohusiana na afya yake, ikiwemo huduma za uzazi wa mpango.